Iran imeazimia juu ya uendelezaji wa urutubishaji wa uranium licha ya Israel pamoja na Marekani kuitaka iachane na mpango huo, huku ikitishiwa kushambuliwa vinu vyake vya nyuklia. Katika mazungumzo ya nyuklia yaliyofanyika huko Muscat nchini Oman kati ya Marekani pamoja na Israel kupitia wawakilishi wao, Marekani imetaka Iran iachane na urutubishaji wa uranium, lakini kupitia mwanadiplomasia, waziri wa mambo ya kigeni Abbas Araghchi wa Iran amesema hilo ni moja kati ya mambo ambayo hayatowezekana katika mazungumzo yao. Hata hivyo, Rais Masoud Pezeshkian wa Iran kwa upande wake ametoa hotuba akisema kwamba Iran imeazimia kweli kufikia makubaliano katika mazungumzo ya nyuklia, lakini kamwe haitoacha kurutubisha uranium. Rais huyo amesisitiza kuwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran iko katika jadi katika mazungumzo yake yasiyokuwa ya moja kwa moja na Marekani ili kufikia makubaliano yenye msingi wa amani, na kusisitiza lazima Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran iendelee na kutekeleza shughuli zake za amani za nyuklia, ikiwa ni pamoja na mwendelezo wa urutubishaji wa uranium ambao hautakuwa na madhara kwa wengine isipokuwa tu utakuwa na faida kwa watu wa Iran. Tunajadiliana kwa dhati kwa sababu tunataka amani, Masoud Pezeshkian, rais wa Iran, amesema hayo, huku akisisitiza kwamba nchi ya Iran haitoacha mafanikio yake ya nyuklia, hasa katika nyanja ya nishati ya amani. Tutaendelea kufuatilia shughuli hizi za amani kwa ajili ya nguvu, ameongeza Pezeshkian akihutubia mkutano wa baraza la mawaziri huko Teheran. Hata hivyo, amepuuzilia mbali matakwa ya Marekani kuhusu miundombinu ya nyuklia ya Iran na kuyataja kuwa hayakubaliki, huku akisisitiza kwamba Iran itaendelea kutekeleza shughuli hizo za amani kwa njia yenye nguvu. Rais Masoud Pezeshkian amesisitiza kwamba Jamhuri ya Kiislamu ya Iran haifiki takwa la kuvunjwa kwa miundombinu yake ya nyuklia, akisisitiza kuwa wazo hilo halikubaliki. Kwa miaka mingi sasa, Marekani na waitifaki wake wamekuwa wakituhumu Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa kufuatilia silaha za nyuklia licha ya matamko thabiti ya Iran kwamba haitafuti wala haihifadhi silaha hizo kwa mujibu wa kanuni. Kwa mujibu wa kanuni zake za kimaadili na za kidini, Marekani na waitifaki wake wametumia madai hayo kuilenga Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa vikwazo vingi vya upande mmoja, huku duru ya 4 ya mazungumzo yasiyokuwa ya ana kwa ana kati ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Marekani ikifanyika siku ya Jumapili ya Mei 11 mwaka 2025 Muscat, mji mkuu wa Oman, kwa muda wa saa 3. Baada ya kumalizika kwa mazungumzo hayo, waziri wa mambo ya nje ya Iran alisema mazungumzo hayo yalikuwa ni mazito zaidi, yenye umakini zaidi, yaliyo wazi zaidi na yanayoangalia mbele zaidi kuliko duru 3 zilizopita. Lakini moja kati ya eneo ambalo wamekubaliana kutokukubaliana ni pamoja na Marekani kutaka Iran isiendelee na urutubishaji wa uranium, huku Abbas Araghchi akisema kwamba hilo halitowezekana. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote. Endelea kutufuatilia uweze kufahamu mengi yanayojiri katika ulimwengu.